Lakini upande wa wananchi, kama nilivyowapongeza kwa kujitokeza kupima afya zenu, umuhimu wa kupata vipimo kabla ya kutumia dawa ni mkubwa sana, kwa sababu katika karne hii ya 21 kama ambavyo imesemwa pia hapa na mkuu wa idara, tunakabiliwa na janga kubwa la usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Tafsiri yake ni kwamba mtu anayetumia dawa pasipo kupima, maana yake kwanza anafanya kukisia. Inawezekana dawa anayotumia haihitajiki kwa siku hiyo, shida inayomsumbua inahitaji dawa tofauti, lakini kitendo cha kurudia, atatumia dawa hii kesho ile, itafika mahali dawa zote zinagoma. Maana yake anakuwa anauma ugonjwa ambao ungeweza kupona kwa dawa hiyo, lakini kwa sababu alikuwa na historia ya kutumia pasipo kufuata maelekezo sahihi, itafika mahali zile dawa hazimsaidii tena. Ahadi ambayo naweza nikatoa mbele yenu ni kwamba serikali, kwa maana ya serikali yetu na wizara kwa ujumla, tutaendelea kuwekeza kwenye idara ya maabara katika mambo matatu. Moja, kuhakikisha tunasaidia upatikanaji wa vifaa vya kisasa ambavyo vinaendana na teknolojia ya leo. Lakini mbili, kuhakikisha vitendea kazi, kwa maana vitendanishi na vitu vingine viendelee kupatikana ili huduma ziendelee kupatikana. Lakini tatu, kuweza kusapoti watumishi wanaoweza kujiendeleza katika mafunzo ili tuendelee kupata wataalamu wazuri zaidi ambao wanazidi kuwa na ubobevu katika huduma zile wanazotoa. Katika wiki hii tulikuwa tumepanga kuwafikia wananchi 400, lakini mpaka kufikia jana siku ya Alhamisi jioni tulikuwa na idadi ya 417, na kwa leo mpaka sasa hivi asubuhi tumeshapokea wananchi zaidi ya 60. Kwa hiyo tunajionea kabisa kwamba wananchi wamefika kwa wingi kwa ajili ya kupima afya zao, lakini pia na kupewa ushauri wa namna ya kuishi katika afya bora. Kwa katika karne hii ya 21 tumeona kwamba kuna tatizo kubwa la usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, kwa kifupi UVIDA. Tunawasihi sana wananchi wapime afya zao kabla ya kutumia dawa, kwa sababu tatizo la UVIDA limekuwa kubwa katika karne hii ya 21. Linaongeza matumizi ya fedha katika kujitibia matatizo mbalimbali yanayohusiana na matumizi ya antibiotic, lakini pia wagonjwa wanaweza wakakaa hospitalini kwa muda mrefu kwa sababu ya kuwa na vimelea vyenye usugu wa dawa. Hali kwa sasa hivi imeboreshwa tofauti na nyuma. Tunashukuru sana kwa kutusaidia. Kwa kweli wameboresha vipimo, unapata majibu haraka sana hapo. Kwa kweli tunashukuru sana. Tunathamini, Mungu awabariki, kazi muendelee hata kuwasaidia hata wengine pia. Ninashukuru sana kwamba serikali imetuletea hivi vitu vya kupima hivi. Kwa kweli vinarahisisha ile hali ya kujijua uko katika hali gani, kwa sababu mambo ya sukari na presha ni vitu ambavyo unaanza kuanguka tu bila kutegemea, kwa sababu ikipanda inakupeleka mbali. Lakini unapokuwa navyo hivi, tunachukua dawa zile ambazo tunakuwa nazo za sukari na nini unazitumia. Kwa mfano mimi nina sukari muda mrefu sana, kwa hiyo hivi vipimo hata afya wananipa hivi navielewa, naenda kuvitumia. Nawashukuru sana. Vipimo vimenisaidia sana. Nina sukari sio chini ya miaka 20, zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo ninavyo pale nyumbani, natumia vipimo ninavyo, nanunua zile za kupima damu na kila kitu. Ikipanda najua imepanda, ikishuka najua imeshuka. Kwa hiyo napima kila siku. Lakini kwa sasa hivi sijapima juma zima, nimeona nichukue na hivi vipimo vya sasa hivi ambavyo naviona vya kisasa kuliko nilivyo navyo. Vile vikubwa hivi ni vidogo. Kwa hiyo vinanisaidia sana.